mtazamo wake. Lakini kwenye upande wa impact tumeona numbers, tumeona support Jux ambayo anaipata sasa hivi Nigeria. Umeona impact kashinda tuzo ya Headies. Headies ni tuzo kubwa sana Nigeria. Ni sawasawa na kusema kwamba kwa hapa nyumbani kama tuzo zetu za TMA. Unanielewa? Kwa hiyo kila nchi inakuwaga ina zile tuzo mama. Sasa kwa Nigeria tuzo za Headies ukiachana na Afrima, ukiachana na tuzo zingine ambazo zimekuwa zinafanyika, lakini Headies ndo tuzo za pale nyumbani kwao Nigeria. Kwa hiyo kwenda kuchukua tuzo katika nchi kama ya Nigeria, hiyo ni impact. Sasa sijajua ni impact gani nyingine tunahitaji zaidi hapo. Ukiangalia kwenye chat kama za iTunes, chat kama ya YouTube na platform nyingine za mitandao ya kijamii ambapo tunaamini sasa hivi huko ndo soko la muziki lilipo, Jux tumeona project ambazo katoa zimeenda mpaka namba 1 kwenye chat, mpaka trending namba 1 Nigeria. Kwa hiyo hizo zote ni impact, ni matokeo ambayo tumeona baada ya harusi. Lakini pia hata kwa fan base, hata kwa maana ya mashabiki, tumeona fan base yake imeongezeka kwa ukubwa. Kwa hiyo harusi kiukweli imeleta impact. Moja vitu ambavyo watu wanavisubiri kuviona kwa hamu kabisa ni industry fashion ya Tanzania, mtafunika vipi na kile ambacho kilifanyika Nigeria. Kwanza nataka nipate take ya kwanza. Kwenye mavazi sasa unategemea nini hasa kwenye JP ya Dar es Salaam ilifanyika Tanzania? Wabongo wamejipanga. Wabongo we never disappoint. Kiukweli Nigeria tumeona kile ambacho kimefanyika na hata watu ambao walienda Nigeria kule wamewakilisha vizuri. Kwa hiyo hapa Bongo kwa kifupi watu wategemee matukio. Unajua ndo kwanza muda, yani mapema tukio ndo linakaribia kwenda kuanza. Kwa hiyo mimi nadhani watu wakae na mitandao ya kijamii wataona. Kwa kifupi Wabongo wamejipanga sana na issue hii. Tambwe, kuna kitu ambacho kilikuwa kina trend kwenye mitandao kwa maana ya Wabongo wengi kudis, kwa maana ya Wabongo kwenda Nigeria lakini kuvaa identity ya Nigeria. Labda hili unalizungumziaje? Na leo unatamani nini kitokee ili kuzificha zile ambazo labda watu walikuwa zimekwazwa nazo kwa namna vile ambavyo walikuwa kiona watu wamevaa mavazi lakini wanasema ni mavazi ya Nigeria, sio kacha yetu Wabongo na vitu kama hivyo? Tumi naona ni kitu sawa, tumi naona ni kitu poa, kwa sababu unajua mwisho wa siku harusi mnapoenda kwa mfano kwa watu kama kule Nigeria wao yale ndio kama mavazi yao. Na wao wamekuwa wakivaa ile kama utamaduni wao. Kwa hiyo sio kitu kibaya, lakini pia swala la rangi, harusi unajua inakuwa na mambo mengi. Inawezekana kuna rangi ambazo let's say wale watu ambao wanakuwa wanamsupport baba harusi au bi harusi wanakuwa wana rangi tofauti kwa ajili ya kunogesha shughuli. Kwa hiyo mara nyingi huwa tunaona kwamba watu ambao wanakuwa wako wanamsupport baba harusi au bi harusi kutakuwa kuna muonekano tofauti kidogo na rangi ambayo ipo. Unajua pia ukumbi hauwezi kuwa tu uko dull umekaa hivyo. Kwa hiyo mimi naona ni swala tu la kwenda na fashion, kwenda na trend, lakini pia kuwa na utofauti na ubunifu. Watu walikuwa wakisubiria kuona Nigeria akiwa anaingia, baadhi yao kwa tayari wameingia ndani, lakini hawajaona wakivaa labda mavazi ya Kitanzania kama vile nguo za Kimasai na vitu kama hivyo. Ni kwamba wao wamejipata sana kuliko sisi au ni kitu gani hapa? Sasa unajua kwenye kila shughuli pia kunakuwa kuna dress code zake maalum na kunakuwa kuna mpangilio wake maalum. I don't know kama Jux labda na timu yake au familia yake wao walipanga kwamba wageni wakifika wavae Kimasai. I don't know. Lakini of course vazi la Masai linaleta identity, linaleta symbol ya Tanzania, si ndio? Lakini kwenye shughuli kama hii mara nyingi watu wanaangalia styles tofauti, kunakuwa kuna team ya stylist, designers wanakuwa wana views tofauti. So ni kitu kizuri, lakini pia inategemea na theme yenyewe ya shughuli. To me ninavyoichukulia hivyo. Swali la mwisho tusikuchoshe uende ndani. Omi, shughuli kama hizi hapa tunaona watu wengi wanakuja na mapartner wao. Hatumuoni Omi akiwa na mwenza wake, tunajua kuna mke, kufuatana naye kwenye matukio kama haya. Una lipi la kusema kwenye hilo? Mara nyingi sababisha sionekane na shemeji. Okay, nini kinasababisha? Sasa shemeji yuko bize. Kuna ubize wa familia, lakini pia kuna ubize wa majukumu kama kazi. Unajua ulimwengu ulivyo sasa hivi ni kwamba mwanaume anafanya kazi na mwanamke anafanya kazi, au sio bana? Kwa hiyo hakuna ule mfumo kwamba akae tu nyumbani wewe ufanye kila kitu, lakini mnakuwa mnasaidiana. Kwa hiyo pale ambapo wewe unakuwa una majukumu mengine huku, lakini yeye anakuwa na take care upande mwingine ambao unakuwa nafuu hata kwa upande wangu, kwa sababu unajua ku take care of the house, lakini pia kufanya kazi na kufanya mambo ya familia na kila kitu ni sio kazi ndogo. Kwa hiyo mara nyingi inakuwa katika mgawanyo wa kazi. Alafu hizi kazi ambazo tunafanya nyie mnafahamu, inawezekana mimi nikawa nimepangiwa ratiba ya kufika hapa mapema, sherehe inatakiwa ianze mapema leo hii, lakini muda ambao yeye yupo kazini ni muda ambao sasa hivi anatakiwa
aingie hewani. Unanielewa? Na unafahamu kazi zetu sisi za kwenye media, yani tukio ndio linakuhitaji pale pale. Sasa huwezi kuenda kwa sababu mme amealikwa, yani amwachishe kazi mke kwa sababu ya tukio. Unanielewa? Yani kazini haiwezi kueleweka. Au mimi aje aniambie kwamba kuna sehemu tunaenda labda kwa ajili ya harusi, yani kuna sababu ambazo ofisi wanaelewa, msiba, wanaelewa labda kuna ugonjwa, yani vitu kama hivyo ndo ukiupeleka ofisini wanakuelewa zaidi. Unanielewa? Kwa hiyo tunaheshimu kufanya kazi na kupeana space. Unaona leo Kiumeni tukienda kufunika Nigeria kwa sababu ilifanyika Nigeria nao Bongo Tanzania. Unajua mimi naiangalia zaidi celebration. Mimi siangalii zaidi kwenye kufunikana, you know. We just are here having fun, to enjoy, to furahi, au sio bana? Hii mambo ya nani kafunika, nani hajafunika, I don't think kama inatakiwa iwe ndo trend yetu. Sisi tuangalie tu kwamba watu wamekuja, wamependeza, wana furaha, wana enjoy, au sio bana? Cha msingi kama ambavyo tulisikia Nigeria kulikuwa ni full of party, kwa na hapa pia hivyo, au sio bana? So to enjoy, to have fun. Let's celebrate JP 2025. Unyama sana. Unyama.